KTN leo na Ali Manzu. Na mtazamaji, ni siku ya Jumatatu tarehe 3 mwezi wa Agosti 2015. Popote ulipo, hujambo, karibu kwenye taarifa za KTN leo jioni hii. Moja kwa moja tuanze na vidokezo, alafu kwenye taarifa zetu kukumbusha tu ni kwamba leo tunaangazia swala la elimu. Tuna mahojiano hapa studio na tutaweza kusikia kutoka kwa baadhi ya watu ambao watakuwa tuelezea tatizo ambalo linalolizonga baadhi ya wanafunzi hususan katika vyuo vikuu na tabia zao. Kwa hiyo usiende mbali, lakini kwanza tuanze na vidokezo. We have been seeing these sort of acts by students in the last 1 month, almost 2 months now. What we've been getting is that they are against sitting for the mock exams. Nani aliyeuwasha moto ulioteketeza bweni katika shule ya Step Joy? Wazazi walioathirika na mkasa huo wauliza. Ufa wapanuka kati ya NAT na Kupete, huku Kupete kiibuka na madai mapya dhidi ya katibu mkuu wa NAT. Na leo kwenye sehemu ya pili ya matangazo haya tunauliza, mbona vyuo vikuu havifunzi nidhamu miongoni mwa wanaofuzu ili kuboresha jamii? Naam, karibu kwa taarifa kamili. Mtazamaji, wazazi na watoto katika shule ya upili ya Step Joy Boys wameingiwa na hofu, huku baadhi wakitaka kuondoa watoto wao katika shule hiyo kufuatia mkasa wa moto uliosababisha vifo vya wavulana wawili. Vile vile mkasa huo unaripotiwa siku chache baada ya mkasa mwingine wa moto katika shule ya wasichana ya Step Joys Girls. Kama anavyoarifu mwanahabari mwenzangu Hussein Mohamed, wanafunzi wengine 10 wamelazwa katika hospitalini kufuatia mkasa huo wa usiku wa kuamkia leo. Kilio cha huzuni na simanzi kinatoa bayana taswira katika shule hii ya upili ya Step Joy Boys, shule ambayo mauti yaliwafika baada ya kuwapoteza wanafunzi wawili na wengine takriban 10 wakiuza majeraha katika hospitali ya Tigoni hapa Limuru. Mwingine mmoja yupo katika hali mahututi hapa Nairobi katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Mama huyu akionekana kumpa mwanawe simu kuzungumza na familia yake kufuatia ile hofu iliyokuwa imewazingira wengi. Vifusi hivi vinadhihirisha hasara iliyoletwa pamoja na kilichojiri usiku wa kuamkia leo katika bweni hili la wanafunzi 60. We are investigating the cause of the fire, whether it was a criminal act. We have some 10 students who are in custody for interrogations to assist us in processing the whole case. But from our own observation is that there are quite a number of issues that need to be addressed. Wazazi waliofika hapa walitazama miili ya wanafunzi wao ikitolewa. Wanafunzi wanaosema walikuwa na maono si haba. Mtoto amekuja hapa hospitali alafu naitwa maiti mimi. Hiyo ni nini? Hiyo ni nini shwali? Mtoto hata amesoma tuta moja. Washikadau katika shule hiyo wanasema kuwa wamelivalia njuga swala nzima. When such an incident happens, nobody knows exactly what's happened. The only good thing is that we are able to get hold of 11 boys, 11 boys who are taken by the police, and they've started interrogating them. So I'm sure by the end of the day we shall know the truth about it. And there are many incidents of fires in schools and of great concern to all of us. And that is the reason why we called a stakeholders forum to put our heads together to see exactly what is bedeviling in the education sector. Yes, and we looked at the many other reports in the past that have been submitted by committees appointed by government to investigate and come up with the solutions and the way forward on issues. Viongozi waliofika hapa pia walisisitiza kuwa idara husika hazina budi kupata chanzo cha mkasa huo wa moto ulioacha wengi na majonzi. We need to have a second look at when we admit our children into schools like this, what levels of security and safety are we going to put for the children? What system are we going to put in place to ensure that there is continuous invigilation, there is continuous fact-finding and information collection within the students, so that we are able to know, are there things that could be happening that could probably rupture into something as big as this? Si mara kwanza kwa tukio hili, shule ya Step Joy Girls pia ilichomeka wiki 2 zilizopita.
We have been seeing these sort of acts by students in the last 1 month, almost 2 months now. What we've been getting is that they are against sitting for the mock exams. Hili likiwa ni tukio la pili kwa muda wa wiki mbili kuweza kutokea katika eneo hili. Wazazi na washikadau katika eneo hili sasa wanataka suluhu mwafaka ya kujua kiini na kitovu cha swala nzima. Hussein Mohamed, KTN leo katika shule ya upili ya Steph Joy, Kiambu. Naam, tunawapa pole wote ambao wamefikwa na msiba huo. Mtazamaji, kwingineko, Ali Abdul Majid Ahmed ambaye ni mfanyikazi katika bunge la Seneti humu nchini aliyekuwa akishukiwa kupanga njama za ugaidi na kushtakiwa mapema mwaka huu, hatimaye ameachiliwa huru mchana wa leo baada ya faili yake kufungwa na mwendesha mashtaka. Ali Ahmed alikamatwa mnamo tarehe 26 mwezi wa Aprili mwaka huu katika eneo la Pangani hapa jijini Nairobi kufuatia ripoti za ujasusi kwamba alikuwa amesajiliwa na kundi haramu la Al-Shabaab na kwamba alikuwa akisaidia katika kupanga njama za kuyalipua majengo ya bunge. Alifikishwa mahakamani Aprili 27 na kushtakiwa, lakini hakutakiwa kukiri wala kukataa tuhuma hizo. Mshtakiwa alizuiliwa huku akitakikana kuripoti kwenye kitengo cha maafisa wa polisi cha kupambana na ugaidi yani ATPU kila siku ya Ijumaa, huku hakimu mwandamizi Eda Agade akitoa shinikizo kwa kitendo hicho kumfungulia mashtaka. Maafisa wa usalama katika kaunti ya Murang'a wamelaumiwa pakubwa kwa ongezeko la visa vya mauaji katika kaunti hiyo. Wakazi wa eneo hilo wameingiwa na hofu sasa kufuatia mauaji ya wakurugenzi wawili wa kampuni ya kuuza ardhi ya Kihiu Muiri. Mary Kilobi na taarifa zaidi. Visa vya ukosefu wa usalama vimeendelea kukumba kaunti ya Murang'a, wakazi wakiishi kwa hofu. Hii inafuatia mauaji ya wakurugenzi wawili wa shamba la Kihiu Muiri waliopigwa risasi na watu wasiojulikana. Wawili hao, Crispus Wanyoike na Zakaria Kibe, walikuwa safarini kukutana na waziri wa mawasiliano Fred Matiang'i walipokutana na wauaji waliokuwa kwenye pikipiki. Mbunge wa Kigumo Jamle Kamau amesema kuwa maafisa wa usalama katika kaunti hiyo wamezembea na sasa anataka waondolewe. We want to see changes. We want to see a total overhaul of the security personnel that we have in Murang'a County. Mwakilishi maalum wa wadi Mary Waidera na naibu wa spika wa kaunti hiyo Gashui Mugai wamesema kuwa hali hii inawasikitisha na kwamba serikali ya taifa inapaswa kuingilia kati. There is no way we can allow our people to continue crying, our women being left without husbands, our women being left without sons. This one has reached a pathetic stage, and we are really questioning on the national government to look into this matter. That is why we are appealing to the government to do the necessary reshuffle so that our security agencies can be able to be reshuffled so that we can be able to enhance security. Kauli hizo zimetolewa katika hafla ya kuchanga pesa katika kanisa la Kihumbuini PCA. Mary Kilobi, KTN News. Mtazamaji, wa Kenya wengi wakisikia jina la taifa la Somalia, kile ambacho huwajia ni picha ya mapigano na mauaji ya kiholela. Hiyo ndio picha ambayo aliyokuwa nayo mwanahabari mwenzangu Hamza Yusuf alipowasili mjini Mogadishu mapema wiki jana. Licha ya risasi kufyatuliwa kila mara, baadhi ya wakazi katika mji wa Mogadishu wanaendeleza maisha yao ya kila siku huku wakifanya kilimo kana kwamba hamna sauti za risasi, hasa nyakati za jioni ama usiku. Huu ni mtaa mmoja kati ya mtaa wa mji wa Mogadishu nchini Somalia. Ni sawa tu na kijiji hiki kwamba ukiwasili kwa mara ya kwanza utakumbana na hali duni ya maisha, nyumba za matope na kadhalika. Mtaa huu unaishi mojawapo ya jamii za watu wachache sana hapa Somalia. Wenyewe hujiita wa Somali wa Kibantu. Imedaiwa kwamba jamii hii haijapewa haki sawa na raia wa asili haswa ya Kisomali. Wao huishi kando kando mwa mto Shebele. Kuishi kwao hapa kumefungua ukurasa mpya.
Ukulima ndio kitega uchumi kikuu. Ekari moja baada ya nyingine ni mashamba yanayozalisha vyakula vya aina mbalimbali. Bila kuzingatia itikadi ya kuwapiga marufuku wanawake kujihusisha na ukulima, kila mmoja hapa anatafuta riziki. Maisha ni ngumu, sioni haja ya kukaa nyumbani ilhali naweza tafuta. Ndio fikra walizonazo wengi wao, bidii wanayosema imefungua uchumi wa Afgoye na Mogadishu kwa jumla. Watu wengi wanaoishi mjini ni matajiri, lakini sisi tumezoea ukulima. Mariam Rufa ni mwenyeji na mkulima. Mmewe alifariki miaka 7 iliyopita na hapa anaendeleza bidii aliyoanzisha marehemu mmewe ili kukimu maisha ya watoto wake. Nanunulia wao nguo na chakula cha kila siku. Sioni haja ya kuweka akiba mradi wasilale njaa. Wamebuni vyama maalum vya kujadili njia bora za kufanikisha kilimo na vile vile jinsi ya kuungana na kuendeleza wakiwa jamii moja. Tusisahau tulikotoka. Lazima tujikakamue jamani. Mara nyingi wao hawategemei serikali na badala yake kufanya mchango kama wakulima ili wanunue mtambo na mabomba ya maji. Mazao hupelekwa soko kuu la Banadir hapa Mogadishu na kisha kusafirishwa maeneo tofauti kama vile Jauhar, Galmudug na mataifa ya Uarabuni. Changamoto wanazokumbana nazo ni kwamba wanaishi eneo ambalo limekuwa ngome ya Al-Shabaab kwa muda na hivyo kuishi kwa hofu. Tulidhibitisha hayo tulipoungana nao katika chakula cha mchana. Mara risasi zikaanza. Sikiza risasi. Ndio hali ya Somalia, kusikika risasi kila mahali. Ni jambo ambalo watu wamesema wamezoea. Sasa tunapokula chakula hapa mashinani mwa Mogadishu, kwa upande mwingine tunasikia risasi ambayo inasikika kwa mbali mtaani, na wengi wanasema ni jambo la kawaida hapa. Mkulima huyu akiongeza hofu zaidi. Ajabu ni kwamba ndio maisha yao ya kila siku. Hamza Yusuf, KTN News, Afgoye, Somalia. Naam, kutoka maeneo ya Afgoye, mtazamaji, tunarudi katika studio zetu hapa Nairobi, ambako siku moja baada ya katibu mkuu wa chama cha walimu nchini NATO Wilson Sossion kutoa madai kuwa serikali pamoja na tume ya huduma za walimu nchini yani TSC inatumia chama cha KUPPET kulemaza juhudi za kuboresha maisha ya walimu, chama cha KUPPET kimejitokeza na kumshtumu Sossion. Wakuu wa KUPPET wamedai kuwa na nyaraka zinazoonyesha kwamba Sossion ni mhusika kwenye kampuni ya AON Minet, ni kampuni ya kutoa bima za afya, na ndio maana anaitetea ipewe zabuni ya kutoa bima ya afya kwa walimu. Elvis Kosgei na taarifa zaidi. We've left any business to do with medical scheme with the Teacher Service Commission and with any other body, and our focus is one. Our focus now is one, and we are asking teachers to rally with us and stop being cheated by government agents and unions that were created to weaken our business. Ilikuwa kauli ya katibu mkuu wa NATO Wilson Sossion kuhusiana na hazina ya bima hospitalini NHIF pamoja na hazina ya bima geni ya AON Minet. Sossion alidai serikali na mwajiri wake TSC wamepanga njama za kuvisambaratisha vyama vya walimu kupitia hazina hizo. Na kabla hata kauli za Sossion hazijapenyeza kwenye sikio la wadahusika, chama tanzu cha walimu wa sekondari KUPPET mapema leo kimejitokeza na kumtaka Sossion kujiuzulu kwa kuwapotosha walimu. What prompted Sossion in particular to go to the Cabinet Secretary Finance to ask for the release of 1.5 billion in advance to AON Minet to start this facility, when there were grey areas in this which had not been addressed? Now that he has gone to bed with the teachers exploiters, I'm asking Sossion to resign from being the Secretary General of KNUT, because he cannot continue lying to the teachers in this country. Kwa ndugu yetu Sossion kutumia jina ya KUPPET kila wakati anapoharibu maneno.
tunataka tumwambia wachane na chama cha KUPPET. Kinachozazaniwa ni kuwa takriban walimu 7,000 wa chama cha KNUT wanadaiwa kuhamia chama cha KUPPET, huku wakidaiwa kulalamikia kuadaiwa hazina ya bima ya hospitalini ya kila mwezi. We have washed our hands clean and we deserve our rights. We have been granted. And somebody is fighting us. Somebody wants to take it away and using other schemes, even agreements that we agreed, to divide us and to destroy teachers of this country, that we shall not allow. Let them chew the bullet. Because if members are running away to join KUPPET because of good leadership, if they are running away because their conscience have been robbed, then that is not the responsibility of KUPPET to protect them. Kinachowashangaza wanachama wa KUPPET ni kauli za Sosion za kuitaka tume ya kuajiri walimu TSC kuitupilia mbali hazina ya bima ya AON Minet kwa kutaka TSC warejeshe walimu pesa zao. There are issues which are related to this. My brother should come out clean that he is not part and parcel of the marketing division of AON Minet. If he is not part of this marketing division, then he should say he is not. He has threatened to go on strike if AON Minet does not get the go-ahead to run the scheme. Mara nyingi vyama hivi vimeonekana vikisimama kidete juu ya mishahara ya walimu, lakini huenda mvutano huu ukawacha Wakenya wengi na maswali chungu nzima. Elvis Kosgei, KTN News. Wasomi wa sasa wamekashiwa vikali kwa kuonyesha kiwango cha chini cha nidhamu na hata mienendo isiyofaa kazini na kwenye jamii, huku maswali yakiibuka kuhusu jukumu la vyuo vikuu katika kuyajenga maadili miongoni mwa wasomi hao. Je, wasomi wa leo ni tofauti na wa awali waliopita mafunzo ya huduma kwa vijana yani NYS, ama kupotoka kwa maadili miongoni mwao kunatokana na kuwaiga viongozi wa serikali ambao mara kwa mara hupotoka na maadili mbele ya umma? Huyu hapa mwanahabari mwenzangu Lofty Matambo na tathmini hiyo kwenye makala yetu ya elimu na taaluma. Kila mahafali hawa wafuzupo matarajio ni kwamba wamepikwa wakapikika katika nyanja zote. Lakini katika miaka ya hivi karibuni uongozi wa fujo kwa kisingizio cha demokrasia vimezidi na kuwa mno. Taswira ikiwa ni migomo na kuchezeana paka mshike panya na maafisa wa usalama. Daktari Sararuto, mkurugenzi mkuu wa shirika la utafiti wa elimu la PAL Network, anasema kunayo mambo matatu yanayotarajiwa na mwajiri kutoka kwa msomi yeyote. Character. La pili ni chemistry. Anajua kukaa na wenzake. Alafu la tatu ndio competence, ujuzi. Kinachojiri vyuoni hupenya kwenye uongozi katika jamii. Japo baadhi yao ni wa miaka ya awali, vitendo na maneno yao yakiwa ni kioo halisi cha baadhi ya wanafunzi. Leo hatuna role model. Ama kama wako ni wachache sana. Mnamo mwaka 1964 serikali ilizindua mpango wa huduma kwa vijana NYS. Mpango uliokuwa wa lazima kwa kila mwanafunzi kujiunga kabla ya kwenda chuoni, wakitarajiwa kufunzwa uzalendo, nidhamu, demokrasia, mbinu za uchumi na maendeleo miongoni mwa mengi mazuri. Waliopitia mfumo huo kama naibu rais William Ruto na mhariri wa siku nyingi David Makali wanaopalilia sifa kocho mpango huo. Advantage ambayo kuleta NYS, kurudisha NYS itasaidia ni kuwasaidia hao ambao wanapitia katika 844 kukomaa na kupata mbinu zingine za kimaisha ambazo zimetoweka kutokana na kubadilishwa kwa mfumo wa elimu. Lazima utekeleze mambo yako kulingana na maadili fulani. Tulijifunza kutoka pale. Tayari NYS mpya ilipitishwa mwaka 2013 na kuzinduliwa Septemba mwaka jana chini ya Wizara ya Ugatuzi. Lakini wakereketwa wanadai mwelekeo wake haupo bayana. Lofty, kuna siasa na kuna sera. Pia serikali haijajieleza vizuri kuhusu mfumo mpya wa NYS na imeharakishwa sana. Watu wanauliza, je, watu wanasajiliwa vipi? Kuna shutuma na kuna
hisia kwamba labda watu wanasajiliwa sehemu zingine kuliko sehemu zingine, makabila mengine kuliko makabila mengine. The demand was not as high, so you'd go to a recruiting center but they don't actually come. So it's not because that the NYS did not want to recruit. Sintofahamu hii huenda isifikie malengo ya kuwachonga wasomi wafikie viwango vinavyotarajiwa punde wafuzupo. Hii mambo ya NYS ijadiliwe kikamilifu, kila mtu aridhike, ili tukienda mbele tunajua tunaenda mbele kama nchi, sio kama chama ama serikali na wananchi wengine hawamu. Hapana. Mfumo na wakufunzi vioni pia wanalaumiwa. Ndipo wakitoka hata chuo kikuu na hapo ndio wamekuwa tayari kwenda kufanya kazi, unawapata sio wazuri, wako half-baked hivi kidogo. Iwapo NYS ni ya kutegemewa katika kuileta nidhamu na uwajibikaji miongoni mwa vijana kabla ya kujiunga na vyuo, basi sera bayana zinahitajika kwenye mpango mzima. Nia si mbaya, utekelezaji na pia kujieleza na pia watu waje, yani wawe pamoja, tuseme hii kitu tunataka na iendelee, haijafanywa. Serikali haijafanya participation. Ama vyuo viwe na mafunzo maalum ya nidhamu, la sivyo Kenya itakuwa na wasomi wengi wanaojinata na vyeti lakini maadili hamna. Chambilecho, utu ni bora kuliko kitu. Lofty Matambo, KTN News, makala ya elimu na taaluma. Ushindani mkali unatarajiwa mwaka huu kwenye safu za raga humu nchini. Hii ni baada ya timu ya Kabras Sugar kusajili wachezaji walio na uzoefu kutoka nchini Fiji. Timu hiyo iliondolewa kwenye kombe la Christie's kwenye robo finali, inanuia kutamba kwenye mchezo wa raga baadaye mwaka huu. Msimu wa mwaka wa 2014 wa kombe la Kenya Cup, timu ya Kabras iliwashangaza wengi baada ya kufika kwenye finali za kombe hilo. Timu hiyo iliwabwaga nje waliokuwa mabingwa watetezi Tofre Nakuru kwenye nusu finali ya kombe hilo, lakini kwenye finali wakashindwa kuhimili mashambulizi ya KCB ambao waliibuka na ushindi. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Kabras kucheza kwenye kombe hilo na mchezo wao uliwavutia wengi. Licha ya kushindwa kwenye finali, mwaka huu Kabras wananuia kutamba kwenye mchezo wa raga nchini. Number one, we know they are coming at us harder than last season. Number two, it's a target we have set. We have to reach where we reached last year. Then from there we'll plan. Baada ya pigo hilo, Kabras ambao wanatoka magharibi mwa Kenya, mwaka huu wamechukua hatua ya kuwasajili wachezaji walio na uzoefu kutoka nchi iliyo na sifa ya raga duniani, Fiji. Hili ni ongezeko kwa kikosi chao ambacho pia kina wachezaji kutoka nchi ya Uganda na humu nchini. Fiji has interesting players. They are sharp players and they're not that physical, but they can read the game very fast. And we want to introduce them to our game plan, which I'm sure they'll fit well. Then we'll see from there how things will be. Ushindani mkali unatarajiwa kwenye safu ya raga nchini mwaka huu baada ya baadhi ya timu kusajili wachezaji wapya. Kabras iliondolewa kwenye mashindano ya wachezaji 7 ya Christie kwenye robo finali baada ya kulazwa na KCB. Robinson Okenye, KTN Michezo. Kwingine kwa mwenyekiti wa shirikisho la riadha ulimwenguni Lamin Diaka amekanusha madai kuwa shirikisho hilo halijakuwa makini sana kuwanasa wanariadha wanaotumia dawa zilizopigwa marufuku michezoni. Kulingana na ripoti ambayo imefanywa na shirika la habari la Kijerumani, kumekuwa na ongezeko la utumizi wa dawa ambazo zimepigwa marufuku michezoni kati ya wanariadha wengi waliotoa ushindi kwenye mashindano ya dunia na vile vile kwenye mashindano ama michezo ya Olimpiki. Kulingana na ripoti hiyo, 80% ya washindi wa kutoka Urusi wanashukiwa kujihusisha na dawa za usisimuaji misuli. Wakati huo inadaiwa kuwa medali 18 ambazo zilizoshindwa na Kenya kwenye mashindano ya Olimpiki na yale ya dunia pia zilishindiwa na wanariadha ambao huenda walihusika na dawa ambazo zilikuwa zimepigwa marufuku michezoni. Until and including the Olympic competitions. Na mtazamaji, hapa ndio tunatamatisha taarifa za KTN leo jioni hii kupitia ile station ya kawaida, lakini tunaruka upande wa pili, tutakuletea mahojiano tukiangalia nidhamu katika vyuo vikuu hapa nchini Kenya. Usiende mbali.